Dakika kabla kufika 3 kamili. Shukrani sana kwa kutegea Radio Maisha video zaidi ya video asubuhi ya leo. Maisha asubuhi hukumu na sakali. Na kama tulivyosema awali, tupo ndani ya bunge la Maisha, tuko na Mheshimiwa John Kinyua ambaye ni seneta wa kaunti ya Laikipia, yupo ndani ya studio asubuhi ya leo kutusaidia kuweza kuchanganua masuala mazima ya uongozi. Good morning sir. Mzima. Nashukuru. Naomba msamaha nimefika nimechelewa. Singelipenda kuchelewa kwa sababu ukiambiwa ni saa 2 inapaswa kuwa saa 2. Lakini shida iliyonipata ni barabarani, kulikuwa na msongamano wa magari. Lakini nimeshukuru kwa sababu nimefika. Namshukuru Mwenyezi Mungu kunipa fursa hii kuja hapa ndio tuweze kuangazia mambo ambayo yanatendeka katika Jamhuri ya Kenya. Sakari na hukumu, nashukuru kwa nini kunyeta hapa ndio niweze kuongea na watu wa Jamhuri ya Kenya, hasa changamoto zinazotukumba pale Laikipia. Kwa hivyo nasema asanti na nachukua fursa hii kuwasalimia wasikilizaji wote mahali popote walipo wa Radio Maisha. Na vile vile nataka kushukuru watu wa Laikipia kwa sababu kisa na maana kwa nini kuniita ni kwa sababu watu wa Laikipia wamenichagua. Bila shaka. Nikawa seneta. Kwa hivyo nawashukuru kwa sababu wao ndio walinipa ile, wakaninua kunipa ule wadhifa. Ndipo sasa mnaniita. Na mniiti tu Kenya, mnaniita seneta wa Laikipia. Kwa hivyo nawashukuru watu wa Laikipia. Na ni muhula wa pili? Huu ni muhula wa pili kwangu. Kwa hiyo maana kwamba wanakuamini kwa sababu unajua kwanza Mlima Kenya kuunga kwa na mtihani. Mlima Kenya ni moja kati ya sehemu ambapo kwamba mtu kuchaguliwa na kurudi waga ni mtihani sana, kuanzia mbunge, seneta, hata mwakilishi wa kike. Ukweli wa mambo ni ya kwamba kwa maseneta wote ambao tuliokuwa nao katika muhula uliopita, ni mimi peke yangu katika Mlima wa Kenya ambaye nimerudi. Wewe peke yako? Mimi peke yangu. Kwa sababu ukienda Meru, uende Kirinyaga, uende Nakuru, uende hata mahali kunaitwa Nyandarua, uende Kirinyaga, Embu, ni mimi peke yangu nimerudi. Kwa hivyo inakuwa ni kibarua. Ulifanya kitu gani mpaka Mlima Kenya ni kubwa? Ulifanya kitu gani? Wewe ndio unakuwa seneta wa pekee ambaye alirudi katika uchaguzi uliopita. Ulikuwa umefanyia watu wa Laikipia kitu gani kiasi wakakuamini kiasi hicho? Ni ile tu kukaa na wao na yale mambo ambayo anakuambia unafuatilia, na kile ambacho umwambia utafanya unafanya. Na mara nyingi ni kukaa na wao, ndio kuwasikiza, unajua vile wanavyotaka, unafanya vile wanavyotaka. Na uchaguzi mkuu ujao unawania bado useneta ama umeamua sasa acha niende sasa ugavana? Nimekuwa nikifuatilia matumizi ya hela, acha sasa nisimamie hela zenyewe. Ama unajua kuna wengine katika eneo lile ambao vile vile wanapiga hesabu za running mate wa pande mbalimbali, unapiga hesabu namna hii namna ile namna hii nyingine. Hesabu zimekuwa nyingi sana. Siku nyingi sana. Tulikuwa hapa na Mheshimiwa Wandia. Sema pia hataki haongei lakini anaongea. Aitwa GK. Tulikuwa na GK hapa last week. Anapima hewa. Kwangu tayari nimeamua. Mimi nitawania tu hiki cha useneta. Nimeamua. Okay. Tunakufahamu sana na kumbuka mara ya mwisho tulikuwa nayo hapa, ulikuwa miongoni mwa wandani ama wafuasi wa alikuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Na jana kumetolewa uamuzi pale katika mahakama kuu, uamuzi ambao uliweza kusoma kwa muda mrefu na mwisho siku kwa ni uamuzi ambao una ncha mbili. Kwa upande mmoja wasema kwamba haki za kusikilizwa za Gachagua zilikiukwa, lakini kwa upande wa pili wasema kwamba kuondolewa kwake ofisini kulifuata mkondo wa sheria. Hivi wewe kama Mheshimiwa Kinyua unasemaje kuhusiana na uamuzi ule kijumla? Kwanza kabisa tulifuatilia kwa masaa zaidi ya 9 vile ambavyo wale mahakimu walikuwa wakituambia, lakini ukweli wa mambo ni huu. Baada ya kumaliza walituambia kwamba kweli haki za kusikizwa za Rigathi Gachagua kulingana na katiba ya Kenya kipengele cha 25 ilikiukwa. Na ikiwa imekiukwa, kwa nini walisema ya kwamba he was properly impeached? Ikiwa haki zako zimekiukwa, inamaanisha ya kwamba haukupata haki yako. Ikiwa haukupata haki yako, inamaanisha ya kwamba vile ambavyo mimi nafikiria wangefanya, kwa sababu mtu yote, hata mtu ambaye si mwanasheria aliona ya kwamba ilikuwa ni kinaya. Kwa sababu hauwezi ukasema haki ya mtu imekiukwa hatimaye kusema ya kwamba mkondo wa sheria ulitumika vizuri kumtimua aliyekuwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo haya mambo mawili hawezi kuwa katika sentensi moja. Unasema ya kwamba haki za mtu zimekiukwa na vile vile unasema ya kwamba mikono yako imefungwa. Unajua ukiangalia katika kipengele cha 147 kipengele cha 145(7) kinasema ya kwamba seneti
ikifanya uamuzi, huo ni uamuzi wa mwisho. Ndio, lakini huo ndio uamuzi wa mwisho ikiwa sheria imefuatiliwa vilivyo. Hapa yenyewe mahakama inakubali ya kwamba sheria hazikufuatiliwa vilivyo, na ndiposa wanapeana fidia milioni 50. Naam. Itakuwaje unapatia mtu fidia na hatima vile vile unasema ya kwamba hauna uwezo wa kuondoa ile hukumu iliyokuwa imefanywa pale katika seneti? Kwa sababu katika sheria kipengee cha 23 kinasema kwamba sheria vile ambavyo, kama ni mimi, na vile ambavyo inapaswa kuwa kisheria, kwa sababu tunatunga zile sheria. Wangesema ya kwamba ndio kulingana na vile kulivyo wakati huu, kwa sababu haki yake kulingana na kipengee cha 25, kwa sababu hakusikizwa kihaki. Kwa hivyo waondoe hii kitu ambayo inaitwa impeachment. They question the impeachment. Wakikwash impeachment, alafu waendelee kusema ya kwamba, kwa sababu tayari walikuwa wametangaza vizuri kusema ya kwamba sheria ilitumika kiwazi kumteua Profesa Kithure Kindiki. Kwa hivyo vile wangefanya, wangeondolea hii impeachment ya Rigathi Gachagua, na baada ya kuondolea impeachment ya Rigathi Gachagua, kile ambacho wangekuwa amefanya ni ile kipengee cha 75 ambacho kinasema hawezi kuania kitu chochote huko umekiondoa, lakini hawataweza kumrudisha katika nafasi ya kuwa naibu rais, kuwa naibu wa rais, kwa sababu tayari iko naibu wa rais ambaye ameteuliwa kisheria. Yes, na hata mojawapo wa maombi ya Rigathi Gachagua hayakuwa kwamba anataka kurudi ofisini. Tayari. Kwa hivyo walikuwa, sijui ni nini ilifanyika pale, lakini inaniambia kwamba mahakama zetu si huru, kwa sababu inaonekana hata mtu ambaye hajaenda katika kusomewa na sheria pale inaonekana utepetevu katika ile hukumu ambayo ilitolewa. Lakini hamna shida, kwa sababu tutaelekea katika mahakama ya rufaa. All right. Senator, nikuulize, kwa sababu unajua hii sasa imeleta mdahalo na kila Mkenya atakuwa na tafsiri yake. Kwa sababu mtu anauliza, hata tumezungumza wakili asubuhi hapa, na yeye anasema kama wakili anashangaa kivipi unasema kwamba haki za mtu zimekiukwa, lakini upande wa pili unasema kwamba taratibu iliyofuatwa ilifuata sheria na kuna haki ambayo imekiukwa. Now from the political point of view, somebody anaweza uliza kwamba kulikuwa na mwingiliano wa kisiasa katika maamuzi ambayo imetolewa jana. Good one. Ndipo sasa nimekuambia kwamba mahakama zetu zinaonekana si huru. Hakuna vile ambavyo unaweza kusema ya kwamba haki za mtu zimekiukwa, na vile vile ile uamuzi ambao uliokuwa umefanywa na Senate useme ya kwamba ni sawa, na vile vile mpaka unaenda kutoa fidia. Mimi kile ambacho naona hapa ni siasa zilikuwa pale, na siasa zenyewe ni za kusema ya kwamba ati inaonyeshana ni kana kwamba huyu mtu alitaka tu hela, basi mpatie hela, lakini usimrejeshee kusema ya kwamba anapaswa kuwa anaweza kusimama. Lakini hiyo si hoja kubwa, kwa sababu vile tunavyofanya katika Jamhuri ya Kenya ni ya kwamba hukumu zikitolewa, hukumu ambazo zimetolewa zitatumiwa mahali pengine, mtu akifuatilia zile hukumu. Setting a president. Yes, setting a president. Kwa hivyo inamaanisha ikiwa tutafanya namna hii, mtu anaweza kukudhulumu, aseme ndio amekudhulumu, lakini apewe fidia, na bila yeye kuhukumiwa aachiliwe, lakini wewe ufidiwe. Apewe fidia. Hakuna, si jambo, hapaswi kwenda namna hiyo. Ukiangalia kwa undani, kuna ile kuingiliwa. Mahakama zetu zimeingia, ushawishi wa kisiasa umenena, kwa sababu hakuna jambo lingine. Mtu yeyote ambaye anaangalia, awe ni msomi wa sheria, awe si msomi wa sheria, hili ni jambo moja kwa moja ungeona jawabu. Okay. Kuna wale ambao wanajaribu kuangalia athari za uamuzi aina hii wa mahakama. Sijui wewe pale unapoketi kama mwanasiasa na vile vile kama mwandani wa Rigathi Gachagua ama mfuasi wake, unaweza ukasema kwamba uamuzi huu ni pigo kwa wimbo wa one term, ama mrindimo ni ule wimbo one term? Tunapozungumzia uamuzi jinsi umetolewa, ni pigo, is it an advantage kwa tathmini yako? Gari la moshi halijiondoka katika reli.
kasi itaongezeka. Hakuna vile ambavyo maamuzi ya koti yako kando na sisi tunakubaliana na huo uamuzi, lakini tumeusikia lakini hatukubaliani nao, ndipo tunataka kwenda kwa koti ya rufaa. Hata wewe pia unasema unaheshimu lakini huogopi. Lakini kile ambacho ningependa kuambia Wakenya ni ya kwamba wimbo ama huu msukumo wetu wa one term haujapata pigo lolote. Tutaendelea kwa sababu Rigathi Gachagua amekuwa na hiyo kesi imekuwa ikiendelea na bado haijaisha, kwa sababu tayari tunaelekea katika koti ya rufaa. Kwa hivyo hakuna vile hakuna jambo lolote limebadilika. Tutaendelea na msukumo wetu na nataka kuhakikishia kwamba, kwa sababu pengine wewe mna fursa ya kuwa unaongea na wananchi wengi katika vyombo vya habari, sisi tunaongea nao moja kwa moja. Msimamo wao ni ya kwamba kesi hii imekatwa ndio, lakini haki haikutendeka. Wajua, nimekuuliza swali hilo kutokana na kwamba hivi wimbo huo wa one term unategemea Rigathi Gachagua kwa debeni amesema mara si moja ya kwamba si yeye ataunga mtu yote mkono vile ambavyo atakavyokubaliana. Ikiwa wataona yule anayefaa ni Kalonzo Musyoka watamunga mkono, ikiwa ni Matiang'i watamunga mkono, ikiwa ni Eugene Wamalwa watamunga mkono, ikiwa ni yeye aungwe mkono wa wenzake. Eugene Wamalwa pia yuko hata Martha Karua yuko pale, hata Natembea yuko, hata ndugu yangu Senator Sifuna yuko. Kwa hivyo yoyote ambaye wakiketi wakubaliana kulingana na vile ambavyo wakitumia kama ni science ama whatever they will use, sisi tutakubaliana na yule ambaye atakuwa amepeperusha bendera na tutasukuma mpaka huyu rais wa Jamhuri ya Kenya atakuwa wanted. Mheshimiwa Senator Kenya, nataka nikuregeshe pale katika bunge la Senate. Ulikuwepo katika siku ya impeachment? Were you present? Yes, nilikuwa pale. Ulikuwa pale. Kwa sababu ukiangalia hata kesi ambayo ilikuwa inasikizwa jana, hata uzito hata hukuwa katika bunge la kitaifa, na mchakato mzima ulianza na National Assembly, lakini uzito wote ulikuwa katika bunge la Senate. And that should tell us something as a nation, kwamba Senate inabakia kuwa the upper house. Kweli. Kulikuwa na haya madai kwamba maseneta walikuwa napewa 10 million 20 million. How true is it? Na wewe, kuna mtu alikuwa approach kukuonga? Ukweli wa mambo ni pesa zilipeanwa. Watu walikuwa wakipewa hela pale, unaitwa unaambiwa basi unapaswa upewe hela ndio uweze kumtimua Rigathi Gachagua. Wewe ulikuwa umeitwa? Wewe ulikuwa, kuna mtu alikuita kabisa? Walijaribu lakini nikasimama kidete. Kulikuwa na imekuwa pale kwa sababu ukiangalia, umesikia si Senate peke yake. Unakumbuka mtu ambaye anaitwa Moses Kuria alisema ya kwamba kuna wakati alikuwa amepewa 100,000, alipewa 100,000 ndio aweze kumuondoa Duale, kama naweza kumbuka vizuri. Kwa hivyo si jambo ngeni hili la kusikia kwamba watu wanapewa pesa ndio aweze kufanya jambo fulani ya ule. Na si hiyo peke yake, umeona imeletwa mpaka mashinani. Unasikia watu wanaambiwa ya kwamba ati kuna kitu kinaitwa empowerment, unapatia watu 200, 300, nawaambia basi hiyo ni empowerment, tumekuja hapa ku empower. Utempower namna gani 300? That's not empowerment, hiyo that's corruption. Tokenism. Hiyo ndio ambayo haitakubalika. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba hukumu hela zilikuwa zikipianwa. Wajua hukumu swali hili tukiwauliza maseneta na hata wabunge, wengi wanakiri kwamba pesa zinatolewa, lakini hilo swali huishia kwa nani upeana. Pale sasa ndio wanaanza kuna watu tu wanapeana. Nani ambao walikuwa wanaongoza hii project ya kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani katika muktadha huu, kupeana hizi pesa ambazo mnasema zilikuwa zinapita left, right and center? Wacha niseme mambo ya pesa, lakini ile alikuwa kiongoza kumuondoa Rigathi Gachagua alikiri mwenyewe ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Alisema kwamba mimi niliona siwezi nikafanya kazi na yeye. Amesema mara si moja. Na kwa sababu nilipoona siwezi fanya kazi na yeye, basi nikaona ni vizuri atimuliwe. Kwa hivyo hakuna haja ya kuuliza swali. Mwenyewe amesema mwenyewe kwamba, na ukweli utajua kwa sababu yeye ndiye aliyechagua kusema yeye ndio nani wake, alafu akaenda uchaguzini. Yeye amesema ya kwamba niliona siwezi nikafanya kazi na yeye, basi. Kwa hivyo Mwenge Mutuse alikuwa ni Spanner Boy. Mwenge Mutuse ni kibaraka.
William Kibaraka alikuwa amekuja hata hakuelewa nini aliongea mambo mengi pale na hakuwa anayajua. Aliulizwa maswali kwa sababu kwa nini unasikia wanasema bunge la kitaifa hakukuwa na uzito, kwa sababu mashtaka yanakuja kusikizwa Senate. Maswali yanauzanwa pale Senate. Unasikia mpaka Mtusi alipoulizwa, Mtusi you with us? Akasema yes I'm with us. Unajua ile mambo imekuwa makali sana pale. Unaulizwa maswali, akaulizwa na Elisha Ngoe ndio alimuuliza maswali. Kwa hivyo kwa sababu pale bunge hakukuwa pale, ni just kupeana mashtaka yake, anasoma anapigiwa makofi na wale wabunge wenzake, kwa sababu tayari walikuwa wameonwa. Kwa hivyo haikuwa ni mashtaka ambayo hata waleo ndio unaona hata pale mahakamani wanatapatapa, wawezi kutoa msimamo ambayo ni mmoja. Unapatia mtu fidia, unasema haki zake zimekiukwa, lakini Senate ilifanya kazi na mikono yetu imefungwa, hatuwezi tukapindua ati kwa sababu vile nimekwambia article 145(7) inasema ya kwamba the impeachment in the Senate is final. Mheshimiwa, nikuulize kwa sababu mko pale katika mabunge yote mawili, nyinyi wakilishi wa maelfu ya Wakenya. Kama ni kweli haya mambo yanayosema yanafanyika katika haya mabunge, kwa nini Wakenya wanafaa kuwaamini na masuala ambayo yatahusika na afya yao na masuala ambayo yatahusika na elimu yao, kwa sababu haya yote yanapitishwa huko? Kwa nini Mkenya wa kawaida anayekusikiza sasa hivi, Mheshimiwa Senator, wanafaa kuamini nyinyi viongozi katika haya mabunge mawili na maisha yao? Because every decision that you guys are making is trickling down to the normal mwananchi and is affecting the Kenyans in one way or the other. Why should Kenyans trust you guys? Kwa sababu hukumu na sakali. Nilitaka kusema hukumu ni wa SDA. Mimi ni wa SDA kabisa. Nilisikia ukisema. So ukija kumbe alikuwa anataka. Kwa hivyo Mheshimiwa, are you with us? Yes, I was with you. So kwa hivyo niseme namna hii. Kwa sababu kulikuwa na wafuasi wa Yesu na mmoja akasaliti Yesu, Judas, lakini sisi bado tunamwamini Yesu Kristo. Ninasema ya kwamba kati yetu kuna wale ambao tunaweza tukaamini. Si wote ambao ni wasaliti. Kuna wale ni wasaliti. Kwa hivyo nataka kuambia Wakenya, endeleeni kuamini viongozi wenu. Lakini wakati wa kuchagua unaangalia, kwa sababu tayari mmekaa na wao, unaweza ukachagua mbichi na mbivu. Hukumu sitaki kusema wote ni wabaya. Ndiyo, mambo kama haya yanatendeka. Lakini hauwezi kukosa mtu mmoja mzuri. Ndiposa nikasema wewe ni Mkristo wa SDA. Kwa hivyo unajua mambo ya Yesu Kristo. Kusema ya kwamba Judas alimsaliti Yesu haimaanishi wote walikuwa wanafunzi wengine wako wabaya. Ni kama hapa unaweza pata kiongozi mmoja ni mbaya ama wachache ni wabaya. Lakini ukweli wa mambo ni ya kwamba hawa ni waakilishi kama ulivyosema wa wananchi. Kama ni waakilishi wa wananchi, ukipita mitaani hapa Kenya kwetu, utapata mtu mmoja kuna mlevi. Hii inakuambia kwamba ukienda bunge utapata mlevi. Ukipita katika sehemu zetu tunapata kuna wezi. Ukienda katika bunge utapata mwezi. Ukipita sehemu zetu tunapata wengine pengine wanavuta bangi. Inakuambia kwa sababu wale ni wakilishi, utapata vile yanatendeka. Unajua sijajua kwa nini hukumu wakati alikuwa anatumia mfano wa Kristo alikuwa anakuangalia, then wakati wa bangi na kwa hivyo ukiangalia nywele yangu nimenyoa, Mheshimiwa amenyoa. Sisi hata kama utakufunga unywele hapa bana. Mheshimiwa, kuunga tu mkono swali lake kuhusiana na wanasiasa, wakati mwingine mnatupatia mtihani mgumu sana, kwamba inakuwa ni vigumu kuweza kuamini. Na swali hili nakumbuka nimewahi kukuuliza kwamba wewe ambaye leo unazungumza na unaimba wimbo wa anthem, wewe ni miongoni mwa watu ambao mlipigia debe Rais William Ruto, na nyinyi ndio mlituletea Rais William Ruto, for lack of a better word. Baadhi ya Wakenya utasikia wanakuambia kwamba nyinyi ndio mlitupatia Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu uliopita, na hata mkaambiwa na rais mstaafu katika eneo ambalo wewe unatoka, mkampuuza, mkasema kwamba kuna kitu anatuambia bwana, mkafanya uamuzi mliofanya. Sasa leo hii kwa mfano, sasa hivi mnasema kwamba idara ya mahakama imetekwa eti kwa sababu uamuzi ambao umetolewa umekwenda kinyume na msimamo wenu. Lakini pale nyuma nyinyi ndio mmekuwa mkisema kwamba wakati Rais William Ruto anasuta majaji, akisuta idara ya mahakama, nyinyi wale wa upinzani ndio mmekuwa mnasema idara ya mahakama iko sawa. Hii sasa ndio ule uhuru tulikuwa tunatetea ndani ya katiba ya 2010. Sasa
Wanasiasa ni swala la ule uhuru unategemea ni upande gani upo na ni wapo umependelewa, na inatuacha na hilo swali bado la tutawaamini vipi hata katika safari hii ya kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Ni kweli sisi ndio tulimpigia debe Uhuru, tulimpigia debe Ruto wakati huo, na tukasema 2022 na tukasema ni mzuri na ukweli mambo ni kwa sababu ukikaa na Rais Ruto, mkikaa naye akikwambia maneno nakwambia vizuri mpaka unaelewa kabisa, ana ulimi mtamu, anakupanga ile mmenena. Sasa sisi tukamsikiza yale mambo ambayo aliahidia wa Kenya, akatuambia ataleta mfumo mpya wa afya, ataondoa NHIF, utakuwa ukiingia hospitali unatibiwa bila kuulizwa chochote alafu unaenda nyumbani. Akatuambia mambo ya masomo yatakuwa ya bure. Kwa hivyo yale mambo aliyosema tuliona ni mambo ambayo Mkenya angeyataka, na sio sisi pekee yetu, kwa sababu hata Wakenya aliwaambia moja kwa moja, alitembea na sisi na vile vile alikuwa akiambiwa Wakenya moja kwa moja. Mtu akiambiwa mambo ya kazi, wewe unakumbuka wakati ule Uhuru Kenyatta alikuwa ameleta kazi mtaani, kufyeka. Nakumbuka alikuwa akiuliza vijana kusafisha mitaro, anauliza ni kazi gani? Nakumbuka akiuliza ni kazi gani? Ni kazi ya kufyeka, ni kazi unaambia unapatia vijana wanapaswa kupewa kazi nzuri, tutatengeneza viwanda. Haya mambo yote yaliahidi wa Kenya. Mimi nikaona kweli huyu mtu anasema mambo mazuri na nikamunga mkono, lakini ukweli wa mambo ni kwamba kosa si kosa, kosa ni kurudia kosa. Baada ya sisi kuona yale mambo ambayo aliambilia Kenya hatimizi, baada ya hapo sio hiyo tu, sasa anasema vijana wapigwe risasi ya mguu, mtu apeleke hospitali, baada ya hospitali ende mahakamani. Haya mambo ndio yametukera sana. Tukaona basi sisi tulidhania huyu tumepata kiongozi ambaye atashughulikia maslahi ya Wakenya, lakini baadaye ukipita kila mahali unasikia Wakenya vile hawana hela. Wakiwa umesikia iko mtu mmempatia sijui amepata 58,000, anakuambia mambo mengi vile atafanya na zile 58,000, kwa sababu hakuna mahali pengine kupata hela imekuwa ni vigumu zaidi. Alafu kodi zimepandishwa kila mahali. Yule mtu aliye na mshahara anaambiwa kodi ya imepanda. Ukipanda kitu ya house levy imepanda. Kila kitu. Unajua tuliambiwa kwanza tuliambiwa pana hii house levy itakuwa unarudishiwa baada ya miaka 7. Ikabadilika tena ikasemekana hakuna vile utakavyorudishiwa hizo pesa. Hizo ndio pesa zinatumiwa kukopa mikopo mingine kando na kupitia bunge. Kwa hivyo hii ndio vile sisi tulimwamini, kwa sababu yale mambo alituambia ni yale ambayo wananchi wangetaka na kusaidiwa. Sisi Laikipia tukaambiliwa barabara, zile barabara ambazo mimi nikisikia nilikuwa nikisema basi huyu ndio anajua shida yetu. Barabara ya kutoka Nanyuki kwenda Rumuruti ukipitia Mutara, barabara ya kutoka Mutara kwenda mahali kunaitwa Gwakongo, barabara ya kutoka Nanyuki kwenda Dodor, barabara ya kutoka mahali kunaitwa Ngenia upitie uende mpaka mahali kunaitwa upitie 100 ukuje Ngenia Akorino uende mpaka mahali kunaitwa Jua Kali. Zile barabara akatuambilia, tukadhania haya mambo yatatendeka. Lakini baada ya kuchukua uongozi amechukua mkondo mwingine mpya. Sasa anasema ya kwamba badala ya kutengeneza barabara zile ambazo alisema, anasema mambo ya reli. Sasa amefungua gari, sasa tumeanza kwenda na gari moshi. Na gari moshi haiendi kila siku. Inaenda Wednesday na sijui inaenda Tuesday na Thursday, sijui Tuesday na Thursday. Sasa nashinda, ukiwa mgonjwa utangoja mpaka saa Thursday ndio utapeleka hospitali Nairobi. Sasa hiyo ndio mambo ambayo tunasema. Mheshimiwa Kenya, zuia. Tunakuja baada ya habari za saa 3. Dakika ni 5 kabla kufika 3 kamili. Tuko na Mheshimiwa Senator County ya Laikipia John Kenywa Sio. Mambo ni mengi ya kuzungumzia, na tukirudi tungependa Mheshimiwa atuambie kile ambacho kinafanyika katika kaunti ya Laikipia, kwa sababu maeneo ya Nanyuki asubuhi ya leo tunaarifiwa kwamba kuna wananchi ambao wanaandamana kupinga ujenzi wa karantini ya Ebola. Dakika hizi 5 ambazo zimebakia, Seneta, kabla tupate habari za sasa ndio tupokee maoni ya wasikilizaji. Tukimalizana na hii kesi ya impeachment ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na kama ulivyosema kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba anaenda katika mahakama ya rufaa. Ikitokea kwamba mahakama ngazi zote za mahakama, labda tuseme mpaka tuenda katika Supreme Court, inadumisha kwamba Rigathi Gachagua na remain impeached, itakuwa na athari gani katika his political ambitions za kuwa the president of the republic? Because I know kwamba kuna hizo ndoto.
ningesema tungoje tu, lakini sioni jambo lolote litakazo msimamisha katika hii ari yake ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Nina hakika na nina matumaini na koti ya rufaa itapindua uamuzi uliofanywa na hii koti, mahakama kuu. Kwa hivyo tungoje, lakini sioni jambo lolote litakaloharibika, kwa sababu tumesema vizuri sana ya kwamba si Rigathi peke yake anaweza kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Ndio, yeye ni mgombea ambaye tuna uhakika akipatiwa bendera apeperushe ataweza kumshinda rais aliyoko kwa sasa. Lakini wale rais yoyote atakayechaguliwa na hawa anapeperusha bendera, nina hakika ya kwamba atamshinda rais ambaye ako kwa sasa. Na do you think kwamba without Rigathi Gachagua kwa mpeperushaji wa bendera wa upinzani, Mlima Kenya, kura za Mlima Kenya itasimama ya nyuma atakayechaguliwa in united opposition? Nakwambia bila kutikisa macho yangu ya kwamba ndio watampigia. Hata wacha sasa hao nimetaja. Mfano wakisema ya kwamba wameangalia wakaona yule anayefaa zaidi ni hukumu wewe, tutakupigia kura 100%. Tabiri niwe rais wa hii nchi bwana. Saa 3 imegonga ndipo tuko na msomaji wetu wa habari Erastus Kibone. Tuko na Mheshimiwa John Kinyua, seneta wa county ya Laikipia. Tunarudi naye muda sio mrefu. Saa 3 dakika ni 7 zinakatika ndani ya Video Maisha, video zaidi ya video. Tupo katika awamu ya 4 ya mwisho ya maisha asubuhi ya Kumbu na Sakali, na kama nilivyosema awali, ndani ya studio tuko na Mheshimiwa seneta wa county ya Laikipia John Kinyua ambaye yupo ndani ya studio. Tunakupa nafasi kuweza kuuliza maswali mawili matatu, kwa sababu tutakuwa naenda moja kwa moja katika county ya Laikipia, pia tuzungumze kutokana na yale ambayo kwamba yanatokea katika county anakotoka Mheshimiwa seneta. Lakini kwa sasa hivi kutokana na mdahalo ambao tumekuwa nayo toka Mheshimiwa ameingia ndani ya studio, 0719012700 ikiwa ni nambari yetu ya simu. Uko na swali gani kwa Mheshimiwa seneta asubuhi ya leo? Ni lipi ambalo unahisi kwamba ungependa Mheshimiwa seneta aweze kulijibu? Jose, good morning. Good morning Okumu na Sakali, mkoaje kwenye studio? Kwema kabisa ndugu yangu, karibu sana. Swali lako kwa Mheshimiwa seneta ni gani? Asante sana seneta, habari asubuhi. Njema kabisa. Okay, ni Jose Warawaka. Sasa ningetaka unijibu maswali kadhaa hapa sasa kuhusiana na uamuzi wa jana. Je, kuna vile executive ilihusika? Mimi najua ni kweli labda ilihusika, lakini ningetaka tu unidhibitishie. Jambo lingine ni kuhusiana na vile yani yale Gachagua ambayo anashtakiwa nayo. Je, ni mambo ambayo ingefikia labda akuwe impeached kulingana na katiba na sheria za hapa Kenya? Nafikiria tu ni hayo kwa sasa. Alright, shukrani sana kwa maoni yako. Yes, Roba, habari ya asubuhi. Salama sana Okumu na Sakali, hapo mko poa? Tunashukuru. Karibu sana. Swali lako kwa Mheshimiwa seneta ni gani? Mimi swali yangu tu nikiomba kujua, je, after Gachagua imesemekana sasa imehalalishwa kuispishwa, je, wako ready tena ku appeal ama watamshauri tu Gachagua akubaliane na maisha isonge? Okay, nadhani kama hata tayari Mheshimiwa alikuwa amezungumzia kwenda ku appeal. Video Maisha leo. Samahani sana unapopiga simu, tunakurai kwamba unakaa mbali na redio yako ili tukusikize usijisikize. Video Maisha leo. Radio Maisha leo. Yes, unaitwa nani kutoka wapi? Naitwa Simon Kisakiri kutoka Bungoma Western. Karibu sana. Swali lako kwa Mheshimiwa seneta ni gani? Simon na bongeza tu kipindi ni shabiki mkali. Shukrani sana kwa kuendelea kutegea. Video Maisha leo. Hello Radio Maisha. Yes, habari ya asubuhi. Salama sana. Unaitwa nani kutoka wapi na swali lako kwa seneta ni gani? Naitwa Seth kutoka Laikipia County. Alright, kutoka Laikipia County. Zungumza na seneta wako. Ameenda kabla kuzungumza na seneta wake. Okay. Video Maisha leo. Mwambie sema tutam. Naambia useme tutam hapa. Yes, Video Maisha leo. Okay, nadhani kwamba yuko tayari. Peter, habari ya asubuhi. Nina neno. Karibu sana ndugu yangu, napiga simu kutoka wapi na swali lako kwa seneta ni gani? Mimi niko Kirinyaga County. Karibu sana, swali lako ni gani dadi? Wakae chini kama nilivyo chama cha opposition. Na waandike ile maneno watakuwa nafuatilia badala ya kutuambia mambo ya Ruto must go. All right.
Na hiyo ndio tutafuata na tutawafuata kabisa, tutawasupport. Okay. Nadhani kwamba anasema kwamba agenda ni gani kwa jumla, si ndio? Bila shaka. Alright. Radio Maisha leo. Hello. Samahani, unapopiga simu kama unajisikiza kwa radio unapisha watu wengine. Radio Maisha leo. Hello. Yes, habari ya asubuhi, unaitwa nani kutoka wapi? Ni mimi Pius kutoka hapa Narok. Swali lako ni gani dadi? Kwanza nimefurahishwa sana na mazungumzo ya seneta. Okay. Alafu ya pili, kwa sababu tumeumizwa sana na uongozi ambao ulioko mamlakani, naomba sana tafadhali washikane vizuri, wasimsahau Natembeya, wasisahau wenzake wote kina Kalonzo, ili tujaribu tubadilishe nchi yetu ya Kenya, imeharibika kupita kiasi. Asante sana Sakari, labda kwenye jumbe fupi tuomba simu. Naona wengi wanasema wanasikiliza, Tumeshaka anasema anasikiliza, Joseph Busidibo presenter, Albert Masha, Kidiga Danson wanasema tu wanasikiliza na wanafurahia mahojiano sawa na Charles Luanga. Labda tuje kwa mheshimiwa Seneta Kinyua, yale maswali ambayo umeweza kuuliza labda unaweza kuyajibu. Asante. Joseph Wapare Lwaka ameuliza ya kwamba ni mashtaka gani ambayo yalikuwa yameletwa kwa Rigathi pale Seneti. Jambo la kwanza, Mutusi alikusema ya kwamba watoto wa Rigathi walikuwa wamenunua hoteli iliyoko Nyeri. Bas, lakini hiyo swali, mambo kama hayo tuliangalia pale Seneti na kusema ya kwamba hawa watoto wale wako na zaidi ya miaka 18. Kwa hivyo huwezi kumuuliza mzazi kuhusu mtoto ambaye na umri ambao anapaswa kufanya mambo yake akiwa. Jambo lingine, kulisemekana ya kwamba anaongea kwa lugha ya Kikuyu. Bas, swali lilikuwa anapaswa kuongea kwa lugha gani? Yani Mkikuyu, hawezi ongea Chinese kwa sababu yes, si Mkikuyu. Shtaka alikuwa anaongea lugha ya Kikuyu, mheshimiwa. Kulikuwa na shtaka anaongea lugha ya Kikuyu. Yes. Na yeye ni alikuwa shtaka ile lilikuwa litafsiriwa kwamba ni mkabila. Naam. Shtaka lingine ni kwa sababu anaongea lugha ya Kikuyu, nikashindwa alipaswa kuongea lugha gani, na wale ambao walikuwa kiongea nao walikuwa kielewa. Na leo tunaongea Kiswahili. Tukienda kwa station ya Kiingereza tutaongea Kiingereza kwa sababu tunaongea Kiswahili. Shtaka lingine ambalo lilikuwa ni ya kwamba yeye alikataa watu wanaoishi karibu na wanaoishi sehemu fulani hapa Nairobi, zile nyumba zao zibomolewe. Alikataa zibomolewe, kwa hivyo walikuwa wakifanya kitu inaitwa insubordination. Sasa hiyo ndio walikuwa wakileta. Hayo ndio mambo ambayo yalisemwa pale katika Seneti, kwa sababu ni Joseph ameuliza. Jambo lingine ambalo ameuliza, kama executive imeingilia uamuzi ambao ulifanywa jana. Imeingilia kwa sababu inakaa ni kinaya. Unasema ya kwamba unafidia mtu na hatimaye haubadilishi msimamo ambao ulikuwa umechukuliwa na Seneti. Kwa hivyo hapo ndio tunaona ni kinaya. Iko msukumo fulani ambao si wa kisheria, kwa sababu wanasheria wote ukiongea na wao wanakuambia kama tayari umesema haki ya mtu ilikiukwa, inafaa ufanye kulingana na uamuzi huo, ikiwa wewe umeona haki ilikiukwa. Okay. Nimemsikiza nilikuwa nimejibu vile Roba ambaye amesema kwamba kama baada ya hiyo tutafanya rufaa. Ndio, tutaendelea kufanya rufaa. Kuna mwingine ametuambia tuache kuongea kuhusu Kirenyaga. Amesema kwamba sisi sasa tuambie watu sera zetu, agenda zenu ni gani? Agenda ya kwanza ni kumuondoa Ruto. Hakuna vile unaweza sema uwezi ongea kuhusu vile utapata watoto kabla hujapata mke. Kwanza kabisa unapata mke, alafu unajua kila kitu kuna mtiririko wa mambo. Vile ambavyo iko wimbo ulikuwa ukiimbwa vijana so many, mtapata kazi nzuri sana. Uwezi sema mambo ya kazi kabla haujasoma. Kwa hivyo sisi jambo la kwanza ambalo tutakalolifanya ni tukimuondoa Ruto, mambo ya matibabu yatazingatiwa. Mambo ya watu kuuawa kiholela vijana kama hawajafanya lolote, hautakuwa na jambo kama hilo. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kumuondoa. Awache kutuambia tulete agenda. Agenda ya kwanza ni kumuondoa. Baada ya kumuondoa sasa what next? Kwa sababu hapa ndo mheshimiwa kidogo tu. Hapa ndo mheshimiwa Rais William Ruto anasema hawana agenda, hawana akili, hawana nini. Okay,
Na imefika mahali imeingilia mpaka unasikia huyu anasema ni mfuasi wenu upinzani, lakini imefika mahali mpaka wale wafuasi wenu pia wanasema okay, hawa watu ambao tunawafuata wanatupeleka wapi? Wakipata hiyo power anataka what next? Kwa sababu unajua Mheshimiwa Kinyua, labda nikiongezea tu Mheshimiwa Kinyua, Wakenya ni watu ambao wanataka kulinganisha kwamba hawa wanasema SHA, lakini hawa wanasema badala ya SHA watafanya hivi. Iwezi kawa kwamba aondoke kwanza alafu sasa tutawaeleza. I mean, I think we're missing the point there. Ndugu yangu ya kutoka Narok amesema ya kwamba tunawaomba msisahau Natembea, msisahau Kalonzo, mshikane vizuri kwa sababu tunaumia sana. Na tumesema mara si moja na tumetoa agenda tukasema ya kwamba hakuna mtu yoyote atakayeuliwa bila sababu. Hiyo ni agenda, kwa sababu ikiwa unatuambia tulete agenda na watu wanaendelea kuuawa. Leo tunapoongea na wewe Lex Masai yu kaburini. Tunajua yule ambaye anaitwa Albert Ojwang yule yu kaburini. Hivyo jambo la kwanza ni kuondoa huyu. Hata wasipofanya, in fact kwangu nasema hata mimi nisikuwe rais nikuwe, lakini kama mtu yule ambaye atakayechaguliwa, kwa sababu kujenga barabara na kuambia hakuhitaji mtu tofauti. Kibaki alitengeneza hizi barabara. Hii barabara tumetumia ilitengenezwa na Uhuru Kenyatta. Kila mtu anaweza kutengeneza barabara na kuambia. Kila mtu anaweza kutuwekea stima. Lakini si kila mtu anaweza kutuua. Si kila mtu anaweza kutunyanyasa kiasi hichi. Tunaambiwa mafuta. Hii bei ya mafuta imeongezwa maradufu. Hakuna siku mimi hata watu wengi kuulizwa wala wamenunua magari ya diesel, wanunua magari ya diesel kwa sababu diesel ni ya pesa, ni ya kiwango cha chini. Lakini wakati huu tunapoongea na wewe ndio the most expensive. Kwa hivyo wacheni kwanza, ikiwa mimi sitaki ikiwa leo nikuulize hukumu, ikiwa tunashindana na wewe na unaona niko na mguu wangu mfupi na unaangalia unaona huyu mguu wake ni mfupi, ama tumekuja dondi mimi na wewe, na unaona ya kwamba niko na mahali ambapo unajua point of weakness. Utatumia kupata ushindi. Kwa nini ikiwa Ruto anaona hatuna agenda na atatushinda kwa kukosa agenda? Si ni sawa sana, kwa sababu atakuwa ameshinda. Utawezaje kusema hawana agenda? Leo nikishindana na mtu wale tunashindana nao Senate, nione haendi mashinani amekaa hapa Nairobi, nitaenda niambie watu wale kipya huyo msimchague anakaa Nairobi? Hapana, sitasumbuka na yeye, si akae Nairobi, kwa sababu asipokuja mashinani itachaguliwa. Kwa hivyo kuja kutuambia yeye hawezi katuambia agenda vile tutamuondoa. Hawezi kutuambia atulete agenda ndio tumuondoe. Hatutafuata vile anavyotuambia ndio tumuondoe. All right, Mheshimiwa, fair enough. You owe it to your followers kwamba they need to know what you guys mtafanya mkimuondoa Ruto. Hatutaua watu. Okay, Mheshimiwa chemke bwana. Naomba tuende katika kaunti yako ya Laikipia, kwa sababu nilikuwa nasoma hata kwenye magazeti asubuhi ya leo kwamba wakaji wa kaunti unakotoka asubuhi ya leo wanarudi kwenye maandamano kupinga ujenzi wa karantini ya Ebola katika eneo lile la Nanyuki pale. Kama seneta wa kaunti, hata kabla karantini hii kuanza kujengwa, uliambiwa, uliarifiwa, were you consulted? Hakuna mtu alituambia kama watu wa Laikipia. Mimi sikuambiwa, na si mimi peke yangu, Wakenya wengi waliona. Mimi nasema hata tumeongea na governor, hakuambiwa. Nimeongea na wabunge wote wa Laikipia, hakuna aliambiwa. Jambo hili tuliliona wakati yule Secretary of State wa Amerika aliposema ya kwamba basi kuna hii quarantine inakuja kutengenezwa hapa Laikipia Airbase. Na kisa na maana na kile ambacho kinanisumbua na kinasumbua watu wengi ni hiki. Mimi najua ya kwamba ukisoma katika katiba ya Kenya article 1 nasema the sovereign of a republic. Na sisi kama wa Kenya tulipaswa kuhusishwa na kuambiwa jambo lote linalotendeka katika Jamhuri ya Kenya. Lakini cha kuudhi zaidi ni ya kwamba Amerika imesema kinaganaga ya kwamba haitakubali mtu yoyote awe hata ni Muamerika na awe na ugonjwa wa Ebola aweze kwenda Amerika. Wamesema hawatakubali. Niposa wanasema wanataka kutengeneza quarantine hapa nchini Kenya. Ukiangalia WHO inasema vizuri ya kwamba, World Health Organization inasema vizuri ya kwamba, ama hata ukiangalia afya kwa jumla inasema ya kwamba
hauwezi ukautoa ugonjwa mahali haupo upeleke mahali pengine. Mahali ambapo wanapaswa kutengeneza quarantine ingetengenezwa huko huko Kongo. Mahali ambapo ugonjwa huko watengeneze mahali kando hawa Amerika, watu wapeleke pale, lakini uwezi ukasema unaondoa huko walete Kenya. Tukiongea tunaambiwa na mtu ambaye anaitwa Duale, waziri wa afya, anasema tupende na nilikuwa nikuja pale kwa sababu Aden Duale, waziri wa afya, anasema kwamba ikija kwa milipuko ya magonjwa kama hii hapa, haihitajiki kufanyika ushiriki wa umma, kwamba wananchi unavyosema wapende wasipende, serikali lazima itajibidisha katika kujiandaa ili kuweza kukabili mlipuko. Na anasema kwamba kukitokea mlipuko, iwe kwamba serikali haijajiandaa, wananchi wa hawa ndio wataweza kuisuta bado serikali. Kwa hivyo anahisi kwamba ikija kwa swala zima la mlipuko wa ugonjwa, labda hata muda wenyewe kuweza kuanza kuuliza mnasemaje, mnaonaje, labda hautakuwepo. Jambo la kwanza ujue, hii si mara ya kwanza kuwa na ugonjwa wa Ebola. I think the strain ama hii species ya ugonjwa huu ni 14. Kumekuwa na species tofauti ya ugonjwa huu wa Ebola, zimekuwa pale since 1976. Yeah, zimekuwa pale. Lakini kisa na maana ya kwamba kunaambiwa kwamba sasa tunakuja kujipanga na wanatengeneza quarantine na Laikipia ya Bispale na Nyuki. Na mahali imetengenezwa hata si Wakenya waende, si ya Wakenya. Si Wakenya wanatengenezewa pale, kwa sababu utatengenezaje katika mahali ambapo is restricted kwa jeshi? Hapo ndio unapeleka Wakenya. Wakati tulikuwa na COVID, na COVID is equally ilikuwa infectious, hatukutengenezwa kwa jeshi. Hii imetengenezwa na kisa na maana ya sisi kupinga, imetengenezwa kwa sababu ni ya Amerika. Wao ndio watakuwa wakiletwa pale, watibiwe pale. Sisi tunasema ikiwa wameleta hiyo quarantine, wanaleta hiyo quarantine pale, ipelekwe Amerika. Kama ni quarantine ilipaswa kuwa ya Wakenya, ingewekwa karibu na hospitali, mahali ambapo watu wanaenda, karibu na hospitali, lakini kando. Vile wakati wa COVID hatukuambiwa imetengenezwa kwa jeshi, ilitengenezwa mahali karibu na watu. Na ikiwa ni ile wanasema ni preparedness, ile ambayo nimesikia Sakadi akisema ati Wakenya watacomplain about preparedness. Saa hii nimesikia hapa kukitangazwa na ndugu yetu, na vile kumekuwa matangazo, kunasemekana kuna kisiwa kutakuwa na El Nino. El Nino yenyewe tunajua vile ambavyo watu wamekuwa kibebwa na maji katika Jamhuri ya Kenya. Watu ambao wako katika nyanda za chini, umesikia mtu yote anawaondoa? Hakuna. Lakini kwa sababu hapa mambo si ugonjwa, unajua ni vizuri kusema ukweli. Ukala muwe na haki umpe. Ni hela. Yani 1.75 billion. 1.75 billion. 1.7. 170. 1.75 billion. 170 billion if I can remember. Wacha tuta confirm that. Hiyo ndio pesa ambayo inafuatiliwa. Mambo si ugonjwa, kwa sababu kama ni kweli Sakali na Okumu, ingetengenezwa pale karibu na mpaka wa Kenya ikiwa ni ukweli. Lakini huwezi moja kwa moja, kisa na maana unaambiwa, unauliza kwa nini ulitengeneza na Nyuki, unaambiwa kwamba ati the runway, mahali ambapo ndege zinakuja kutua, ni kwa sababu ni mrefu. Swali ni hili, mahali ambapo hiyo ndege ilitoka, si palikuwa na runway? Ingetoka pale moja kwa moja ifululize mpaka Amerika. Kwa hivyo unachosema ni kwamba kuna watu ambao tayari wanamezea mate hela hizi, na tayari kuna njama ya kuweza kula pesa hizi. Ni hela watu wanataka. Ikiwa kabisa, nimesikia wengine wakituambia, nimesikia wabunge wengine wakisema, hapana, unajua Amerika imetusaidia zaidi, na sasa kwa sababu na sisi tuwasaidie. Na sikatai, lakini huwezi kusaidia watu na maisha yako. South Africa, nilisikiza president wa South Africa Ramaphosa akisema ya kwamba yeye wanajitolea kusaidia, kwa sababu ndio mwenzako akiwa na shida, msaidie. Leo wanatoa hela kusaidia, si kuleta watu kwako unawasaidia. Mfano leo nikikosa mahali pa kulala, alafu Sakari nije kwako unipatie nilale pale sebureni ama hata sakafuni, nitashukuru sana. Lakini huwezi sema kwa sababu umenisaidia alafu ukija kwangu mimi niondoke kwa kitanda ulale na bibi yangu ndio semekane ni nilikurudisha mkono. Hapana. Sasa huwezi, ndipo hatuwezi leta wa Amerika. Nasema hapo kwa bibi, that is why you draw the line. Maisha yetu ya Wakenya wetu, watu wananyuki kwa sababu watoto, kuna shule pale
katika nini, kuna shule katika Laikipia Airbase, pana shule. Wale ambao watakuwa akitibu hawatakuwa akilala pale katika quarantine, hawatakuwa akila pale quarantine, ati maisha yao pale itakuwa pale katika quarantine. Watatoka wanaungana na watu wengine. Baada ya kuungana na watu wengine wanaweza wakatambukiza, kwa sababu na ndiposa Mwamerika hataki wale hiyo quarantine ipeleke kwao. Mheshimiwa Seneta, jambo lingine ambalo limetokea hukumu tu nikimaliza. Sawa. Nilikuwa na Nanyuki on Friday. Ukitembelea hospitali, ukitembelea hata hoteli za Nanyuki, watu ambao walipaswa kuja tayari wame cancel their bookings, kwa sababu wao utendaji mahali ambapo kunasemekana kutakuwa na ugonjwa wa aina hii, na ugonjwa huu hakuna hata ripoti moja mtu yeyote ambaye ameambukizwa katika Jamhuri ya Kenya. Nchi iliyo na ugonjwa huo iko mbali sana na Kenya. Kwa nini sisi tukubali ugonjwa huo ama quarantine yenyewe iletwe hapa kwetu? Hiyo ndio shida yetu. Ingetengenezwa huko Kongo, huko Brazzaville Kongo, watengeneze mahali kando. Kuna hata huko kuna mashamba makubwa, kuna sehemu kubwa watu wanaweza wakatengwa huko na watibiwe huko. Lakini kusema unaleta hapa alafu unatuambia tupende tusipende, na hata kama ndio unasema mlipuko ati kukiwa na kumechipuka ugonjwa na ukweni mkubwa sana, hautauliza wa Kenya. Hata kama hutatuuliza, tukikuuliza tujibu, utatuambia tupende tusipende. Swali moja kaka hukumu tu, labda tukimaliza in say a minute. Lakini nyinyi wanasiasa, are you not over politicizing this issue? And I'll explain why. Limuona Rigathi Gachagua, kiongozi wa chama cha DCP, akizungumza akisema kwamba kuna jamii sasa ambayo inalengwa katika hesabu hizi zote, sijui kuna watu eneo fulani ambao wanalengwa. Are we not being over politicizing this issue? Kwa sababu ukisema kwamba watu wanaolengwa, kwa sababu nina uhakika kwamba Laikipia ama Nanyuki sio watu kutoka eneo moja ambao wanaishi kule, wanafanya kazi kule, wanafanya biashara kule. Si watu wa aina moja ambao utasema kwamba wamelengwa, ama ni jamii moja ambayo inalengwa pale. Unaweza ukasema vipi kuhusu kauli kama hizo? Nakubaliana na yeye. Kwa sababu itakuwaje unaleta quarantine katika Jamhuri ya Kenya? Mimi naongea kama seneta wa Laikipia. Kwa nini umeleta ugonjwa Kenya na ugonjwa huu hauko katika Jamhuri ya Kenya? Ukweli wa mambo nimekuambia, wakati wale watoto watakapotoka, mfano mmoja ambukizwe, ni nani atakayeambukizwa kwanza? Kutaambukizwa mtu aliye Nakuru ama mtu aliye Nanyuki? Lakini watu wa Nanyuki si wa jamii moja, si wa eneo moja. In a scale of 1 to 10. In a scale of 1 to 10. 7 is from one tribe. Kwa hivyo inamaanisha wale ndio watakuwa wameathiriwa zaidi. Wale ndio wameathiriwa zaidi. Na ndio ukweli. Na hata jambo lingine, tunafikiria ugonjwa huu unaletwa kwa sababu iko mtu anaogopa uchaguzi, anataka kuwe na lockdown, na kwa sababu ukiwa na lockdown, kwa sababu hakuna, there is no movement, kwa hivyo kampeni iwezi fanyika. Usifanyike campaign na alafu sisi tuendelee kwa viti. Mimi sitaki kukaa kwa kiti, nataka uchaguzi ufanywe, ndio watu wa Laikipia waseme kama Kenya amefanya kazi, atarudishwa, kama hajafanya watachagua. Mheshimiwa Seneta, kwa sababu ya muda inabidi tumalizie pale. Tunashukuru sana kwa ujio wako ndani ya studio, na pia tunashukuru sana kwa mchango wako. Asante kwa kunipa fursa ya kuja hapa. Nasema asanti, na Paul, naomba msamaha nimechelewa. Nashukuru tena umeniongezea angalau dakika baada ya nini kusoma taarifa. Nasema asanti, na nitakuwa nikija ndio tuweze kuchanganua mambo tofauti. Na kwa hayo mengi au machache, nataka kusema Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yusufu awabariki sana, hapo bariki asinsawa. Na mimi John Kenyo, asanteni sana.